Hakuna kitu kama kuweza kumjua Mungu na kuweza kumfuata Mungu. Ukitaka kujua Mungu anayoyatenda, ni rahisi kujua kila jambo analotenda. Baba, katika jina la Yesu Kristo, tunakushukuru Bwana Yesu kwa ajili ya neema na kibali. Baba, tunaliinua jina lako kwa sababu wewe ni Mungu uwezo wa yote, umetupatia kibali mpaka majira haya. Pokea sifa na neema na rehema zako katika jina la Yesu. Wabariki kila mmoja anayesikiliza kuanzia majira haya. Mungu kaweze kumbariki na kumuinua. Ni katika jina la Yesu Kristo, kawainue na wale wote ambao wanaumwa na wale wote ambao hawajiwezi, uweze kuwasaidia. Katika jina la Yesu ninaomba na kuamini. Amen. Na msikilizaji unayenitazama, ninakusalimu kwa jina la Yesu. Kwa majina naitwa Siriacus Reverian, kwa neema ya Mungu mwimbaji wa nyimbo za Injili au mwinjilisti. Kuna kitu ambacho Mungu huwa anakitengeneza kwenye maisha ya watu au kwenye maisha ya mwanadamu. Mwanadamu anapozaliwa, Mungu anakuwa anajua karama yake ni nini, au anakuwa anajua hatua zake ni nini. Watu wanaweza kuwa wakiingia kwenye matatizo usipo kugundua ya kwamba mahali walipo wako sehemu fulani. Lakini Mungu anavyokwenda kukubariki na kwenda kukuinua, lazima kuna hatua zako ambazo anakuwa amekuwekea. Mafanikio ya mwanadamu hayako kwenye mikono ya mwanadamu, bali yako kwenye mikono ya Mungu. Unatazama mtu anapata kazi, anapata nini, anapata kila hatua, lakini anayeweza kumpatia kila kitu au kumpatia kila riziki ni Mungu peke yake. Hakuna anayeweza bila Mungu. Na Mungu anayo kila makusudi ya kuweza kukubariki. Ukisoma kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 1 mstari wa 1 inasema, hapo mwanzo kulikuwepo na neno, naye neno lilikuwa ni kwa Mungu, naye neno alikuwa ni Mungu mwenyewe. Maana kwamba hakuna kilichofanyika bila Mungu. Kila kilichofanyika mwanzo kilifanyika kwa mikono ya Mungu, hakufanyika kwa mikono ya binadamu. Na kila kilichoumbwa kiliumbwa kwenye mikono ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana kwamba Mungu anapotaka kukuinua, anakuinua, na wanadamu wanapoenda kukushusha, Mungu anakubariki. Na huwezi kuogopa maisha yako ulionayo, uweza kuridhika maisha ulionayo, na usiweze kutamani mali ya mtu. Tamani mali ya kwako ambayo Mungu ameweza kukubariki. Na Mungu akikubariki kwa kidogo, uweza kuridhika nacho, na akikubariki kwa kikubwa au ukipata kitu kikubwa, Mungu aweze kuinua. Bwana asifiwe. Kila hatua unazoziona kwenye maisha yako, ukiamka asubuhi, unaona kwamba Mungu hajakuacha. Sekunde hizi na wakati huu ni wakati wa kusema kumkaribia Mungu na kuweza kuongea na Mungu na kuweza kupeleka mahitaji yake yaliyoko au mizigo yako, matatizo ulionayo ambayo kushinda kutatua. Lakini kwa Mungu kila kitu kiliweza kuwezekana. Kwa wanadamu kinaweza kikashindikana, ila kwa Mungu kikawezekana. Hata kama wamesema maneno mangapi, ila Mungu mwenyewe ndiye anayekubariki. Popote unapoona ya kwamba mambo hayawezekani, amini ya kwamba yanawezekana. Amini ya kwamba kila kilichokuwa kigumu kinaweza kuwa chepesi, na kila ulipokuwa na tatizo linaweza kuondoka. Kila wakati, na ukisoma kitabu Yeremia sura
ya kwanza mstari wa 4 inasema, kabla sijakuumba nalikujua, na kabla hujatoka tumboni kwa mama yako nalikutambua utakuwa nani, nalikutakasa, nalikuosha. Maana kwamba alikutakasa, akakuosha, akakutoa tumboni kwa mama mpaka ukazaliwa ukiwa mkamilifu. Haukuwa na madoadoa, lakini Mungu aliweza kusimama na wewe kila hatua. Haijalishi mizigo mingapi imekulemea, haijalishi magonjwa yanakutembelea, haijalishi maneno wanakusema, haijalishi wanakuona haufai, lakini kwa Mungu wewe ni wa thamani. Kwa Mungu wewe ni bora kuliko jana. Kwa Mungu wewe ni bora kuliko wanadamu wanavyokutazama. Kwa Mungu wewe ni bora kuliko wanadamu, ndugu na majamaa na rafiki na wadogo zako wanavyokutazama. Mungu anakutazama sana, anakuona wewe ni wa thamani kuliko mambo mengine. Tumekuwa tukiwa watu wa kuwaza vitu vingi, lakini leo Mungu anataka uweze kuinua. Na kila unapotembea, amini kwamba Mungu anaweza akakutetea, Mungu anaweza akakupigania. Mwanadamu, Mungu hajamuumba mwanadamu kuteseka. Mungu amemuumba ili aweze kumwezesha na aweze kusimama. Asoko kila hatua ulizonazo, amini kwamba Mungu anaenda kuzitendea kazi. Amini kwamba Mungu anaenda kuziinua upya. Malango yako yatakuwa wazi. Malango yako yatakuwa wazi. Kwa nini? Mungu ndiye anayejua hatima yako yote. So Mungu akubariki na neema ya Mungu iwe juu yako.